Tunaendelea na tunamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ngawaje sidhani kama homework yetu tunafanya vizuri na wengine hatuambii wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka kuhani alitoa homework. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wabishi. Basi nataka twende kwenye jambo la pili. Hivi tunaelewa kwamba siku zote hizo tumetembea kwenye jambo la kwanza linalotusaidia kuona upendo wa Mungu katika maisha yetu. Kama ulikuwa makini kufuatilia, tulikuwa kwenye jambo la kwanza. Tulianza na vile ambavyo Mungu anatupenda, lakini jambo la kwanza tulisema ni sisi kumpenda Mungu. Yaani jambo la kwanza linaloweza kutusaidia kupata matokeo ya upendo wa Mungu au kuona upendo wa Mungu ni kumpenda Mungu, ni sisi kumpenda Mungu. Sasa nilikuwa na vipengele vyake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na vipengele vyake kadha wa kadha huko ndani, tuweze kuvirudia vyote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye vile vipengele jana ndio tumalizia kile kipengele cha matokeo ya kupendana na Mungu. Tuliangalia viwili juzi. Jana tumeangalia kimoja ambacho kilikuwa ni vita yoyote uliyo nayo haiwi ya kwako peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tulipoishia jana kwenye matokeo ya kupendana na Mungu. Tuliona ya kwanza, nguvu zinafunuliwa kwako, lakini tulisema siri za adui zako na zenyewe zinafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukasema na vita yoyote uliyo nayo haiwi ya kwako peke yako, vinginevyo ni wewe unalazimisha hiyo vita hiyo ya kwako peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaamini kwamba vita yoyote ya kwako peke yako, huna sababu ya kujipigania. Unajua ni tendo la imani kuamini kwamba hii vita sio ya kwako mwenyewe. Ukishaamini moyoni kwamba yuko Mungu, na jana tulizungumza kwamba unaweza kupita mahali fulani, mahali ambapo kwa akili za kawaida huwezi ukatoboa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Lakini ukikumbuka kwamba wewe na Mungu ni marafiki, ukielewa kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukielewa kwamba wewe na Yesu mnapendana, unafanya kama tulivyokuwa tunafanya sisi. Jana nimetoa mfano kwamba sisi zamani tulipokuwa vijana kwenye machunga ya ng'ombe, hata ukipambanishwa na mtu mkubwa, kabla hujakubali au kukataa kupigana nao, unageuka kwanza, hivi nyuma yako ni nani yupo? Ukiona nyuma yako kuna wababe zaidi kuliko yule unaenda kupambana, unasema haina shida. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu ya kawaida kuna vita nyingine inainuka inakuwa iko juu sana. Naweza kuwa ni vita ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Uchumi umetaiti, umejaribu kubadilisha na huku, umejaribu kupita na njia hii, umejaribu kwa baraka na njia na mlaki huu, unakuta haiwezekani. Badala ya kupambana peke yako, wakati mwingine geukia madhabahuni, sogelea Yesu Kristo, rafiki yako Yesu. Kinachosababisha hali hii, vipi hapa tutatoboa tutoboi? Yesu amesema inawezekana. Usiangaike na dharau na kejeli na vicheko vya
niliyosimama mbele yako ni miongoni mwa watu ambao wamepita kwenye hiyo vita kwa viwango vizuri ya kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa wengine nitakuwa na zungumza na wewe kwa experience tu kwamba Yesu amewahi kunitendea. Yesu amewahi kupigana vita upande wa kwanza. Haikutarajiwa niwe jinsi nilivyo leo. Haikutegemewa niwe jinsi nilivyo leo, kwa sababu hata wanadamu wale wa karibu niliotarajia kwamba labda watanishika mkono na wao walinikwepa na wao walinikimbia, ni mpaka Yesu aliposimama mwenyewe kwamba sitakuacha, ndipo nikaona milango inafunguka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Halafu wewe mwambie, afadhali uwe haujawahi kuwa na chochote. Unajua huwa haisumbui sana. Sasa miaka ya nyuma kidogo, wale watu tuko tunafanyana miaka ya nyuma, wewe fikiria, mimi nimekaa machimboni mchungaji. Kwa machimboni nilikuwa na zile detector kama kuna watu wanafahamu, zinazo sense dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Miaka hiyo detector moja ilikuwa na milioni 5. Mimi nilikuwa nazo hizo 3. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na uhakika kwa wiki si chini ya milioni 1. Yaani hapo ni maisha ya kawaida. Bwana asifiwe. Lakini nilikwambia niliisha. Situ hizo, achana hizo. Nimetoka hapa mimi kwa kazi hiyo ya kuchimba, nimeenda mpaka Kongo. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka Kongo, nimekuja Tanzania na vitenge jora 400. Bwana Yesu asifiwe. Na mapodozi na vitu vingine vingi sana ambavyo kwa wakati vilikuwa na thamani si chini ya milioni 40. Ila niliisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio napopiga kelele sasa, mimi nikuza kuku, mimi kuingia sokoni ni ajali. Sikuwahi kuota kwamba eti mimi kwa level niliyokuwa nayo naenda kuhangaika na manyoya ya kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwahi kufikiria. Jina la Bwana libarikiwe. Na niliisha kabisa. Hata hiyo kuku tunayozungumza ni neema. Mimi nimeanza kuuza mchicha na matole na nyanya, sio za kulipa tena. Utakwenda anakuwa na mateka 20 sisi. Hakuna. Yaani unahesabiwa mchicha mimi nauza mafungu 350 wakati huu. Inawezekana hapa, inawezekana miongoni mwa wale wateja wako. Sina hakika. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa soko la wakulima kule, na nilikuwa na mlangoni tu. Kwa hiyo ni rahisi sana wenye kumbukumbu inawezekana sijui mwingine ni mimi mwenyewe. Chungaji akitaja ufike ya televisheni. Saa nyingine kuna mtu ukimwona, yaani kwa heshima kulikuwa mheshimiwa huko nyuma, ukimwona unaikimbia meza. Yaani kona tu apite, unaona haionekani. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni vita nazungumza. Lakini sikuibeba kama vita ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Vita ngumu, uchumi ngumu. Jina la Bwana libarikiwe. Saa nyingine wanasimama makanisani, jamani kuna jambo moja mbili tatu tunahitaji fedha. Unatamani utoke nje wamalizane na mambo ya fedha ndipo uingie.